kwenye tunayoyasimamia. Wanasema chama hiki kisiposhiriki uchaguzi kitakufa. Tumesema hivi, kama tutakufa kwa kusimamia ukweli, Mungu atatambua tulisimamia ukweli na kife. Ndani ya miaka mitatu Rais Samia na serikali yake wamejaribu kumwekea mwenyekiti wetu kesi ya ugaidi Freeman Mbowe. Hukumu ya ugaidi, ndugu zangu, ni kunyongwa mpaka ufe. Kesi ikawa ya uongo, wakamwachia kwa aibu. Leo wanamwekea Lissu kesi ya uhaini ya uongo. Hukumu ya uhaini ni kunyongwa mpaka kufa. Lissu aliyepigwa risasi 16, Mungu akamwokoa. Wanataka kumuua kwa kesi ya uhaini. Hawa watu ni wabaya kuliko wakoloni. Wanataka kutuua kwa sababu tuna mawazo tofauti na wao. Sisi tunataka kushindana kwa hoja. Hatuna bunduki. Hatutaki kupindua nchi hii. Tunataka uchaguzi huru na haki. Hawa watu wanaoimba uchaguzi ndio wahaini, kwa sababu wanapindua mawazo ya wananchi ambayo wamepewa nguvu hiyo kwa mujibu wa ibara ya 8 ya katiba ya nchi. Hao ndio wahaini. Sisi sio wahaini. Mwalimu Nyerere alisema tuasi dhidi ya mifumo miovu na kandamizi inayoumiza maisha yetu, na sisi hatutakubali kuwa sehemu ya uchafu wa nchi hii ambao unasimamiwa na jeshi la polisi na vyombo vingine vya dola. Tumekuja kwenu kuwaomba muunge chama hiki mkono, msimame na chama hiki, mkitetee katika wakati mgumu na katika wakati wa raha. Tutapashiwishwi na wasifikiri tutarudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma. Tuna karatasi zinaitwa petition. Karatasi zinaitwa petition. Madai kila Mtanzania, hata kama ni askari, anayepinga na nature ya binadamu. Binadamu sio mtu wa maonevu. Binadamu anakuwa muonevu pale anapowekwa kwenye mfumo na ukubali uonevu, impunity. Binadamu hapendi uonevu. Ndio maana ukiona mtu anapigwa utaumia. That's nature. Lakini ukilelewa katika uonevu, baadaye utakuwa sehemu ya uonevu. Tusikubali kujenga culture ya impunity na culture ya kutokuhurumiana na culture ya kuumizana. Nataka kumnyonga Lissu kwa sababu Lissu anasema ukweli. Hatutakubali. Tunaomba wote ambao hamuungi mkono wizi wa uchaguzi msaini kwenye hizo fomu. Viongozi wetu watakuja nazo kwenye kata, kwenye mitaa, na hata leo Kasamba Rubaki hapa. Watu wapange mstari, waendelee kusaini. Unaandika jina lako, unaandika namba yako ya simu na unaweka saini. Tunahitaji saini milioni 15. Tutazipeleka Umoja wa Mataifa kuonesha kwamba Watanzania hawataki wizi wa uchaguzi katika nchi yao. Na tutazipeleka mahala pengine pote duniani. Tutampelekea Samia mwenyewe kumwambia watu wa Tanzania hawataki uchaguzi wa aina hii. Ukiazimisha kwenda kwenye uchaguzi, na uchaguzi wa bila Chadema utakuwa uchaguzi gani? Wanachukua vyama vya mfukoni, eti wanadanganyana eti wataenda navyo kwenye uchaguzi. Nani ataenda kupiga hiyo kura? Mtaenda kushiriki uchafu bila chama chenu. Wa Tanzania kuna atakaye haribu muda wake kwenda kupanga mstari. Leo katiba ya nchi yetu ibara ya 27(2) inasema ni wajibu wetu kulinda rasilimali za nchi, kulinda mali za nchi yetu. Unachukua bilioni 500 unazipeleka kwenye uchaguzi ambao umeshaamua nani awe rais. Kwa nini mnaenda kufanya huo uchaguzi? Kwa nini msichukue hizo pesa mkawaletea wananchi matrekta, mkawaletea maji, mkawaletea nini, walime fedha, wapate fedha mfukoni kuliko mnavyoenda kuziharibu? Kwa nini mjitangaze halafu mkijitangaza hizo fedha pelekeni kwenye mambo mengine ya wananchi? Tunaelewana watu wa Kyela? Jana mmesikia wabunge wa CCM wanasema kwamba Rais Samia si umteue Majaliwa kuwa waziri mkuu. Hiyo ni dharau kubwa sana dhidi ya Watanzania, kwamba tayari Samia yeye ni rais, nyie muamue msiamue, yeye ni nini?
Nani atakusikilizeni nyie mtakapolalamika kuhusu barabara mbovu, kuhusu maji, kuhusu nini? Nani atakusikilizeni kama kura yako haiamui? Ndio maana lazima mpiganie nguvu yote kuhakikisha tunarudisha heshima ya nguvu ya kura ya mwananchi. Tunaelewana vizuri watu wa Kyela? Ninawashukuru sana.